Igwen Media, burudani kwa wote. Na mtazamaji wa Igwen Media, baada ya dakika 90 katika tunakuja kuongea na mwalimu wa timu ya Manakali ambaye ametoka na ushindi wa bao 3-1 kwa siku ya leo. Chote msikilize mwalimu anasemaje. Mwalimu, hongera. Hongera sana. Labda mwalimu, kwa majina pale haraka haraka. Kilozo. Hebu tuambie mechi ya leo ambayo umetoka na ushindi wa bao 3. Na kwanza na bao ya kwanza ambayo wamesawazisha ndugu zako, ile penalty, wewe kama unaweza kuzungumziaje? Penalty maamuzi ya refa nzuri, kwa sababu siwezi kukatana kile fahamu shaka penalty na wewe ni mmoja ambao ulisoma sheria 12 za kabumbu. Unajua ile ilikuwa ni halali au la? Ilikuwa ni kwa sababu refa ameshaamua. Baada ya kusawazisha ukakwenda na wachezaji wako waachia chini wakaja kufanya vizuri tofauti na kipindi cha kwanza. Uzoefu uliona wapi mpaka ukawapatia elimu na kuja na kasi kubwa sana kipindi cha pili? Kazi ya walimu ni kazi kubwa. Lazima ukisoma huyu mwenzako anafanya nini ili ufanye mabadiliko. Kipindi nilipoona mechi ilikuwa ni ngumu, kwa sababu nilikuwa na benchi yangu ilikuwa ni nzuri tu. Ikabidi nibadilishe kwa sababu nilisoma viwango sikia na kiwango. Ikabidi nimiliki kwanza afu nishambulie. Baada ya kumiliki na kumshambulia, kuna bao ambao ulipiga wewe wakakataa mwamuzi wa kati. Labda wewe uliona kosa liko wapi mpaka mwamuzi akataa ile bao ambao walifunga wachezaji wako? Mwamuzi alifaria kile refari. Unaona tu ndio kubadilika. Sababu sheria kama sababu anajua na bodi kama yeye sio kama nani refari gani anaweza kupata kama na sijui atanipa kigezo gani wakati mpira kama hivi. Tunaongea tu amekuambia ndio hivyo moja ya mchezo sema tupale matokeo. Mungu si Asmani. Baada ya hapo kataa goli lako ukaja ukapata goli la kutanguliza mbele, goli ya penalty, na baada ya hapo upinzani akaja kupata penalty ya pili kwenye mchezo huu, zikawa ni penalty 3. Tuambie penalty zote ambazo ulikushuhudia kwenye mechi yako kwa siku ya leo, unaweza kuzungumziaje wewe kama mwamuzi na kama mwalimu? Penalty ya CD Troy ambayo kwa ni penalty nzuri, ni halali kabisa. Amemgusa kama faulu. Sasa ni penalty halali bakaina. Ni muda mrefu sana watu wa Manakali wanakuwa na tamari kuweza kuiona Manakali wakichukua ubingwa baada ya kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza mpaka sasa bado. Hivi tunakwenda nusu finali. Utaambia nini mashabiki pia na manager wa timu ya Manakali? Mashabiki wangu mimi bado natengeneza timu, pia naangalia falsafa ambayo tutanayo. Lakini Mungu akisaidia na hakika tutacheza finali. Kwa hiyo nawapa mashabiki wangu tu au na mtisha mzuri na wanafanya vizuri kwa kweli, kwa kutengeneza timu yao wanaipenda, na kwa hiyo na imani tutafanya vizuri. Labda tuambie kuhusiana na swala nzima la shirikisho hapa nyumbani kuhusiana na mchezo huu ambao unacheza wewe pia na mchezo ambao unacheza na ASCU. Kuna madhaifu ambayo yanaonekana. Wewe kama mwalimu unaweza kuwaambia nini viongozi hapa nyumbani kuhusiana na kuweka sawa soka ya nyumbani na burudani ya kandanda izidi kuwa mbele zaidi? Kuna tatizo fulani ambao unapoona ni umoja wa mchezo ya marefari watu wa kambi. Huwa ninapoangalia wanapiga filimbi kama vijana magumu sana. Kwenda kwa filimbi kama vijana magumu. Na wengi ni wanafunzi na wale ambao wanabobea, basi tushikamane hivyo hivyo. Ila kuna changamoto, kuna shida fulani ambao bado wana kwa jamii ya mchezo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatusumbua sasa sisi, kwa sababu mimi natumia muda wangu mwingi kwa kutengeneza timu, naangalia timu ambayo nitacheza nayo, natoa plani ya timu yangu, napofika uwanjani na refari wanabadilisha plani zile, lakini inakuwa ni kazi ngumu sana. Labda mnakuwa nasema kuwa wanapewa hela, lakini baada ya mechi kwisha tunakuwa hatuoni wale ambao wanakuja kuwalalamikia tunawapatia hela. Kwa mfano leo hivi mashabiki walisema kuwa mwamuzi wakati alipewa hela, lakini hatujaona upande ambao ulipigwa kuja kumlalamikia mwamuzi kuwa amepewa hela. Itakuwa siri nini mpaka wanakuwa wanakosea waamuzi kwa hukumu kiasi hicho? Mimi siwezi kuingia masuala shabiki, ni mtu ambaye anaingia zote kila mimi sijaona kwa kweli rushwa ambao unaposema, mimi sijaiona kama mwalimu. Sijaona na mashabiki ndio hivyo, pengine utauliza wenyewe kama wana uhakika basi. Wewe kama mwalimu ni mtu mmoja ambao unaweza ukaweka chini mashabiki pia na mambo pia wa Manakali kwa sababu kutuliza vurugo ndani yake. Hivi ushagawahi kuwachukua mashabiki hao mafanatiki kwa Manakali ukaweka chini kwa washauri moja mitatu kuhusiana na mpira hapa nyumbani? Tunafanya hivi kwa muda kwa muda, na ukija kuangalia kipindi ligi ambayo imeisha hapo tunapata faini, sababu
mashabiki wetu wamefanya kelele sana kwenye mechi, lakini mpaka muda huu kidogo nawafunza wanaenda wanaelewa. Na leo umetoka na kadi, umeshawafundisha kweli, lakini leo umetoka na kadi mbili. Tatizo nini zaidi? Na depende hali ya mechi. Mechi ilikuwa ni mechi ambayo iko na pressure, lazima iwe hivyo. Kwa kumudu zile pressure ndio hivyo tu. Mwalimu, asante kwa muda wako leo. Mambo vipi? Unajina pale. Mzuri sana, wewe ni mzuri kabisa. Imani Magoa. Imani hii hapa ni bila hata mambo kwa mechi leo. Tuambie wewe kama wewe kipindi ambacho ulitoa ile kabongo ukapewa ukatulia na utulivu mkubwa katia. Ni njia gani ambayo ulitumia ili kumjibuni kipa na kuweza kufikisha yale? Ya unajua zote kama mchezaji akifika sehemu kama yaani hiyo mpira nilitulia na nikamwangalia kipa kusimama nikabidi hivi katika rekodi ya goli ambayo kutoka pale awali ambayo mfunga leo inakwenda uzuri kwa uzuri zaidi kwa uzuri. Hii mechi ikawa ya tatu ambayo ilikuwa furaha kubwa, ambayo imenipa furaha kubwa ni mchezo la kwanza. Ilikuwa ni free kick, alafu ilikuwa mbali sana, nikafunga, afu nimefurahi sana tena sana. Hongera. Neno moja kwa mashabiki ambao wanakuwa wanatarajia kuona ukifika finali, kwa sababu unakwenda nusu finali. Niwashukuru sana mashabiki zangu na wazidi kutuma kwa ajili yangu, kwa sababu na sisi wanajituma wao na sisi ni vile vile tutajituma wenzao. Asante. Mambo vipi? Kwa majina Mr. Energy funga bana Tom. Baada ya kufunga goli ilikuwa na bendera ya Kenya, ilikuwa hayajua maana yake nini zaidi mpaka wanaonyesha watu bendera. Mechi ya leo ilikuwa ni sasa unakumbuka brother na bango ulikuja nayo hivi hapa. Je, ungepigwa na ukashindwa kufunga goli ingekuwaje kwa bango lako? Yote ni matokeo. Nimesema wakati lazima nifunge muda sio rafiki. Unaweza kaambia nini mashabiki ambao wanakuwa wanatarajia kuona bango linaendelea kupeperuka uwanjani, kwa sababu ukiona bango wanajua si lazima. Sasa pia wasahau mimi naitwa Jango Trisa na pia kuna timu unaitaka, pia kuna mashabiki yangu nimeonyesha wapigie simu. Timu gani ambayo unaitaka? Ndio naitaka timu ya Diwan. Bana muda sio rafiki, lakini anakuambia kuwa anaitaka timu ya Diwan. Timu ya Diwan ni kumradhi, mjiandae. Mashabiki wanatafuta kwa hamu pia na wachezaji. Energy anasema kuwa bendera hii hapa haifazi kwa sababu yenu. Iwe finali, iwe robo finali, mtakutana tutawaka. Bana hapa ni Gwen Media, mimi ni J4G255. Tukutane na mwingine, chao. Gwen Media, burudani kwa wote.